tunapiga hatua na kumbuka, nazungumzia kuhusiana na maudambii ambayo yalitolewa na manabii wa kale, na yale manabii yalikaa ni kama yanatatanisha, kwa sababu kama ukikosa kuyaangalia kwa undani vizuri, unakosa kuelewa ni nini ambacho kilikuwa kinazungumziwa pale. Mara nyingi Mungu akitaka ujumbe wake upate kuwa na faida kwa mtu specific, kwa mtu fulani, huwa anautoanga kwa namna ya mafumbo sana. Kwa mfano, unapoangalia kwenye Biblia utaona mnyama, unaona bahari, unaona kwamba ni bahari ya kawaida, wanyama wa kawaida, lakini sio hivyo. Yale ni mafumbo ya Biblia ambayo kama Mungu angeweka wazi, kuna uwezekano watu waliokuwa waabudu wa shetani, hii Biblia ingetufikia na hatungeelewa haya mambo. Kwa hivyo Mungu akaamua azungumze kupitia kwa mafumbo ili kwamba hizi ama haya maujumbe yapate kutufikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo leo nataka nielezee kuhusiana na mnyama mwingine, na tulisema kwamba mnyama anamaanisha ufalme, lakini pia pembe inamaanisha mfalme. Tukasema kwamba bahari inamaanisha makusanyiko ya watu. Tukasema kwamba upepo nao unamaanisha vita. Hizo vitu zote nimefundisha huko nyuma, sitaki nirejelee kwa sababu nilishaweka misingi. Kama ukitaka kuelewa vizuri, utaangalia kwenye Danieli 2, Danieli 7, Danieli 8, kwa sababu saa hii tuko kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 13. Hapo ndio nataka tuanzie. Maandiko yasema hivi kwenye kitabu cha Danieli, kitabu cha Ufunuo mlango wa 13, kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yasema hivi: kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Tumesema bahari ni makusanyiko ya watu. Kwa hivyo huyu mnyama ama huu ufalme unatoka katikati ya watu. Mwenye pembe 10. Pembe tumesema ni mfalme. Kwa hivyo yule mfalme ama ule ufalme uliotoka katikati ya watu wengi ulikuwa na wafalme wengine, ambao wale wafalme walitoka kwa yule mfalme, ambao ni wafalme wangapi? Wafalme 10. Na vichwa 7. Yule mfalme naye alikuwa na vichwa 7. Tunapoongelea kuhusiana na vichwa 7, tunaongelea kuhusiana pia na wafalme. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Kwa hivyo yule mfalme naye alikuwa na vilemba 10. Nataka nikuonyeshe huyu mnyama ambaye tunamzungumzia hapa. Ukiangalia huyu mnyama utaona kwamba ako na vichwa 10, ako na vilemba 10, ako na vichwa vingapi? Ako na vichwa 7, ako na pembe 10 na ako na vilemba 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Nataka tupige hatua. Majina ya nini? Ya makufuru. Mstari wa 2 nasema hivi: na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui. Unaona huyu mnyama ambaye anazungumziwa hapa ni mnyama ambaye anafanana na chui. Lakini pia Biblia inasema hivi: na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Angalia miguu yake huyu mnyama. Miguu yake ukiangalia vizuri ni miguu ya dubu. Na tulipoangalia kwenye kitabu cha Danieli mlango wa 7, tuliona kwamba kuna mnyama ambaye alikuwa ni dubu, na yule mnyama tukakuja kujua kwamba ulikuwa ni ufalme wa Umedi na Uajemi. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusiana na miguu, ambao miguu yake inafanana miguu yake ambayo inafanana na dubu, inamaanisha kwamba huyu mnyama ama huu utawala ulikuwa na tabia kama tabia za Umedi na Uajemi. Na ukiangalia Umedi na Uajemi walikuwa na sheria isiyobadilika.
Kwa hivyo huu ufalme ulikuwa umechukua tabia za Umedi na Uajemi, ambao wakiweka sheria, ile sheria haifai kubadilika kwa vyovyote vile. Nielewa, lakini ndio ile sheria ambayo ilimfunga Danieli, ikamfanya Danieli akaingia ndani ya tundu la simba, pamoja na kuwa mfalme alikuwa anampenda Danieli, lakini kwa sababu sheria ilikuwa ibadiliki, ikabidi Danieli akatupa kwenye tundu la simba. Ndio ile sheria ilikuwa kwa Asuelo. Asuelo, unajua kwamba alikuwa ni mume wa Esther, na sheria ilikuwa inasema kwamba mtu afai kwenda kwa mfalme kama hajaitwa na mfalme, na mfalme akikosa kumnyoshea vimbo, yule mtu anafaa kuuawa hata kama ni mke wake. Lakini Esther akaomba siku 3 pamoja na Waisraeli. Ule waraka ulikuwa umeandikwa na Amani, ukabadilishwa. Nielewa, lakini ule waraka ukafanya nini? Pamoja, sheria haikuvunjika, haikuharibiwa, lakini waliambiwa mnaweza sasa mkajitetea. Unaelewa hiyo hayo mambo ya kitabu cha Esther, ya kwamba Umedi na Uajemi sheria zao zilikuwa hazibadiliki. Kwa hivyo huu ufalme ama huyu mnyama ambaye tunamuona hapa, miguu yake ilikuwa ni kama miguu ya dubu. Kwa hivyo alikuwa na tabia ya kuweka sheria ambazo hazibadiliki. Miguu yake kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Tuliangalia kwenye Danieli 7 ya kwamba ufalme wa kwanza ama yule mnyama wa kwanza alikuwa anafanana na simba. Tukaona kwamba yule simba alikuwa anawakilisha utawala wa Babeli. Kwa hivyo huyu mnyama ambaye amezuka kwenye bahari, kwenye watu wengi, alikuwa na tabia pia kama za Babeli. Maana Babeli ilikuwa inatawaliwa na Nebukadnezar, ako na tabia kama za Babeli. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba ako na kinywa kama kinywa cha simba. Na ujue kwamba kinywa huwa kinatumika kufanya nini? Simba akianza kutumia kinywa, anatumia katika kupata chakula, katika kupigana vita. Kwa hivyo huyu mnyama ama huu utawala umetoka ndani ya maji, ndani ya bahari, ni utawala ambao ulikuwa unatumia kinywa chake katika kupigana vita na katika kupata mapato ama kujitegemea, kupata mafanikio. Leo lakini andiko sema yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Hapa sasa kuna kitu kimeongezewa. Hatukuwa tumeona joka kwenye Danieli 2, Danieli 7, Danieli 8. Lakini hapa maandiko yasema kwamba joka akampa yule mnyama nguvu zake. Tunapoongelea kuhusiana na joka, tunaongelea kuhusiana na shetani. Maana joka kila mahali unamuona anawakilishanga shetani. Nyoka ni badala ya shetani. Kwa hivyo yule mnyama ama yule mfalme aliyetoka ndani ya bahari, ndani ya watu wengi, alikuwa atumii nguvu zake, alikuwa anatumia nguvu za nini? Alikuwa anatumia nguvu za joka ama nguvu za shetani. Tupige hatua. Maandiko sema hivi, mstari wa 3. Nikaona kimoja cha kichwa chake kana kwamba kimetiwa jeraha na jeraha ya mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikastaajabia mnyama yule. Tunapoongelea kuhusiana na kichwa chake, moja ya kichwa chake, ujue kwamba huyu ni mnyama ambaye ako na vichwa vingapi? Ako na vichwa 7. Lakini maandiko yanasema ya kwamba huyu mnyama kichwa chake kimoja, sio vichwa vyote. Na tunapoongelea kuhusiana na vichwa, tunaongelea kuhusiana na wafalme. Kwa hivyo mfalme mmoja kati ya wafalme wa huyu mnyama akatiwa jeraha la mauti. Ina maana kwamba alipata shida katika utawala wake. Kuna wakati ulifika katika utawala wake akawa ana nguvu, ana mamlaka ya kuongoza tena, kwa sababu ufalme wake ulikaa ni kama unakufa. Lakini sasa tuangalie nini kilitokea hapo baadaye.